Kuna swali linaulizwa hususan na mashabiki wekundu wa Msimbazi Simba. Je, Simba ina uwezo wa kuendelea kuiburuza Yanga watani zao wa jadi katika viwango vya ubora vya CAF kama ambavyo imekuwa ikifanya kwa misimu hivi karibuni? Jibu ni ndio, lakini pia ni hapana. Inategemea Simba watafanya nini, Yanga watafanya nini, hasa kwa kuzingatia kwamba hizi ni klabu ambazo ni miongoni mwa klabu 10 bora hivi sasa kwenye viwango vya ubora barani Afrika CAF vinavyoendelea, na zote zipo kwenye michuano inaendelea ya klabu ya CAF. Zote zipo katika ligi ya mabingwa barani Afrika. Kadri msimu unavyoendelea, kadri zinavyoshiriki, ndipo swali kwamba Simba itaendelea kuiburuza Yanga kwenye viwango vya ubora litapata majibu yake kwamba ni ndio au hapana. Ndio endapo Simba itaendelea kufanya vizuri, halafu watani zao wa jadi Yanga wakakwama mahala ama wakaishia pamoja. Wacha tuangalie kwanza viwango vya ubora jinsi vilivyo, halafu tuone ni kwa sharti lipi Simba itaendelea kuwa juu ya Yanga kwenye viwango vya ubora vya CAF, na ni kwa masharti yapi kwamba Simba wakiteleza mahala wanaweza kupitwa na watani zao wa jadi Yanga katika michuano ya klabu ya CAF na hatimaye kwenye viwango vya ubora vya CAF. Iko hivi, viwango latest ambavyo ndivyo ninavyosema kwamba sasa viko hadharani, ambavyo sisi tumeshavizungumza takriban mwezi mzima. Iko hivi, namba 1 ni Al Ahly. Al Ahly hivi sasa bado anaendelea kushika nafasi ya kwanza, lakini wakiwa na pointi 56. Ulivyoingia msimu huu walikuwa na pointi 78 tunakumbushia. Lakini hizo pointi zimesha expire kwa sababu msimu wa 2021 uliokuwa ukihesabiwa haupo tena. Misimu mitano ambayo CAF huwa inahesabu, ukihesabu na 2021 mpaka 25 26 maana yake utakuwa msimu wa 6. Sasa ule wa 2021 haupo tena, na Al Ahly katika msimu ilitoa ubingwa ligi ya mabingwa, ilipata pointi 6. Tulikuwa tunazidisha mara moja wakati tukiingia kwenye msimu huu, ikawa na pointi 6. Hivi sasa hizo pointi hazipo, zimefutika, zime-expire. Lakini vizidishio pia vimebadilika. Pale ilipokuwa inazidishwa mara 2, sasa inazidishwa mara 1 ambao ni msimu wa 21 22. Pale penye mara 3 sasa inazidishwa mara 2. Pale ilipokuwa panazidishwa mara 4 sasa mara 3. Pale ilipokuwa panazidishwa mara 5 msimu wa 24 25 sasa mara 4. Na sasa msimu wa 2025 26 ulikuwa haupo, una 0 kwa sababu timu zilikuwa zijaingia hatua ya makundi. Sasa tayari upo unahesabiwa ambao tunazidisha mara 5. Kwa hiyo Al Ahly wana pointi 56 ndio wanaongoza, wana uwezo kuziongeza pointi hizi, ndio maana tunasema kubwa kuliko o equal to. Tunasema greater than or equal to. Kwa maana kwamba ikiishia tu makundi, ikamaliza kwenye kundi lake la B ambalo ipo na Yanga, JS Kabylie na FAR Rabat ya Morocco, maana yake Al Ahly itaishia na pointi hizi 56. Lakini inayofuatia ni Mamelodi Sundowns. Yenyewe inashika nafasi ya pili ikiwa na pointi 48, ina uwezo kuziongeza au kuishia hapa. Maelezo ni kama Al Ahly kwa sababu kadri unavyosonga mbele, ukiishia tu robo finali, ukiishia finali, ukitoa ubingwa, pointi zako zinakuwa nyingi zaidi kuliko ambavyo ukimaliza mkiani. Lakini ya tatu ni Esperance de Tunis ambayo yenyewe hivi sasa inashika nafasi ikiwa na pointi 43, ina uwezo wa kuziongeza. Mamelodi tunakumbuka wakati tukiingia msimu huu walikuwa na pointi 62, wanashika nafasi ya pili. Hivi sasa ya pili na pointi 48. Esperance ilikuwa ya 3 na pointi 57, bado ni nafasi ya 3 lakini na pointi 43. Kwa nini? Maelezo tumeshatoa juu ya pointi zilivyoathirika kwa kila timu baada ya msimu wa 2021 kuondolewa na vizidishio kubadilika. Lakini namba 4 kwa ubora ni RS Berkane. Wao wana pointi 42, wanao uwezo wa kuziongeza na wanashiriki ligi ya mabingwa barani Afrika, ndio maana tunasema hivyo, wako hatua ya makundi. Lakini ya 5 ni Pyramids ya Misri, ipo katika ligi ya mabingwa barani Afrika, ina pointi 38, ina uwezo wa kuziongeza kwa sababu ipo katika hatua ya makundi. Ya 6 ni Simba ya Tanzania. Wakati tukiingia msimu Simba ndio ilikuwa nafasi ya 5 ikiwa na pointi 48, Pyramids ilikuwa ya 6 na pointi 47. Lakini baada ya athari zilizozieleza juu ya vizidishio, lakini pia kuondoshwa kwa msimu wa 2021, sasa Pyramids ni ya 5 ikiwa na pointi 38. Simba nayo ina pointi 38 kama Pyramids, lakini ni ya 6. Kwa nini Simba yenye pointi 38 na Pyramids ina pointi 38 lakini Simba ya 6? Hili tumeshaeleza mara kadhaa kwamba katika viwango vya ubora vya CAF timu zikilingana points, ile iliyokusanya pointi nyingi zaidi hivi karibuni na kwa juu ya mwenzake. Pyramids msimu wa karibuni 24 25 ilifika finali na kutoa ubingwa ligi ya mabingwa barani Afrika, ambapo unapata pointi 6 mara 4 kwa msimu uliomalizika ni pointi 24. Simba wao walifika finali ya kombe la shirikisho barani Afrika, walicheza dhidi ya RS Berkane, tunatambua vizuri.
Berkane wakatoa ubingwa kwa ushindi wa jumla wa mabao 3-1 dhidi ya Simba katika fainali mbili. Ya kwanza Morocco, Simba ilifungwa 2-0. Ya pili Simba ikiwa nyumbani New Amaan Complex visiwani Zanzibar, mechi iliisha kwa sare ya 1-1. Kwa hiyo Pyramids walikusanya pointi nyingi ambazo 24. Simba kufika fainali kombe la shirikisho ni pointi 4 kwa msimu uliopita, unazidisha mara 4 ni pointi 16. Kwa hiyo Simba walikusanya pointi chache kulinganisha na Pyramids. Ndio maana Pyramids wako juu ya Simba ingawa zote zina pointi 38 kila moja. Ya 7 ni Zamalek ya Misri. Hii ipo nafasi hii ikiwa na pointi 31.5. Ina uwezo wa kuziongeza kwa sababu ipo katika hatua ya makundi ya michuano ya CAF ya klabu ambayo ni kombe la shirikisho. Lakini ya 8 ni Yanga ya Tanzania. Hapa ndipo kwa watani wa jadi wa Simba ambao wao wana pointi 30. Wana uwezo wa kuziongeza au kuishia hapo hapo kutegemea na nafasi watakaoishia kama nilivyotoka kueleza kwa timu nyingine. Lakini ya 9 ni USM Alger ya Algeria, yenyewe ina pointi 29.5. Ina uwezo wa kuziongeza kwa sababu iko katika hatua ya makundi kombe la shirikisho barani Afrika CAF. Yanga ipo katika hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika CAF. Ya 10 ni Al Hilal Omdurman ya Sudan ambayo yenyewe ina pointi 29. Ina uwezo wa kuziongeza kwa sababu ipo katika hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Sasa lile swali letu lipo hapa kwa Yanga na Simba, kwamba Simba ina uwezo wa kuendelea kuiburuza Yanga kwenye viwango vya ubora vya CAF kama ilivyo sasa na kama ilivyo msimu uliopita, Yanga ikiwa nyuma, Simba ikiwa mbele katika misimu ya karibuni, na ikiwatambia mno watani zao wa jadi Yanga kwamba wanaweza wakawa challenge katika michuano ya ndani, ligi kuu Tanzania bara, kombe la shirikisho la benki CRDB ambayo Yanga wamekuwa wakitoa ubingwa wa michuano hiyo mara 4 mfululizo, michuano mingine ya ndani, kombe la Muungano, kombe la Mapinduzi. Lakini when it comes to CAF, linapokuja swala la CAF, Simba mashabiki wake wanajimwamba fai kwa uhakika kabisa kwamba wao wako juu ya Yanga. Ndio, na kwenye viwango vya ubora inaonyesha hivyo. Simba wana pointi 38, Yanga wana pointi 30. Kwa hiyo wako juu. Je, wataendeleza ubabe huo? Ndio, inawezekana. Inawezekana kwa sharti lipi? Kwanza, inawezekana endapo tu Simba itaendelea kufanya vizuri kiasi ambacho haitakubali kupitwa na Yanga kwa stage watakazofikia. Kwa mfano, kama Simba watafika robo finali, kama Yanga watafika robo finali na wao Simba wakiwa robo finali, basi Simba wataendelea kwa juu. Kwa sababu tukumbuke vizuri, wakati msimu wa 2021 ukiondoshwa, tukiingia msimu wa 2025-26, Simba walikuwa wameingia wakiwa na pointi 33 katika msimu huu mpya. Hizi ndo basic points kwao. Lakini Yanga wameingia wakiwa na pointi 25 kwenye msimu wa 2025-26. Hapo kabla Yanga ilikuwa ya 12 na pointi 34, Simba ilikuwa ya 5 na pointi 48. Tulipoingia 25-26, msimu wa 2021 ukiuondosha na kuathirika kwa vizidishio, ndipo zilikuja pointi hizi za Simba, hizi za Yanga. Lakini baada ya kuingia hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa, kila mmoja assumptions, ukiingia kwenye hatua ya makundi kabla hata mechi zenyewe kuanza, kila timu inakuwa na uhakika kupata pointi moja ambayo ni kwa timu inayomaliza mkiani. Hatuangalii pointi nyingine kwa sababu mechi hazijachezwa, hujui nani atamaliza wangapi, lakini kwa mkiani ndo assumptions. Kwa kila timu ikiingia hatua ya makundi ligi ya mabingwa ina uhakika kupata pointi moja ambayo kwa msimu unaoendelea tunazidisha mara 5. Kwa hiyo ndio maana hapa Simba ilikuwa ukizidisha ukiongeza 5 inakuwa na pointi 38, ndio hizi tunazoziona pale. Lakini Yanga unaongeza 5 pia inakuwa na pointi 30, ndio hizi tunazoziona hapa. Sasa pointi hizi inaweza kubadilika kulingana na timu imemaliza nafasi ipi. Ikimaliza mkiani, Simba itabaki na pointi hizi 38. Kwa sababu ndio pointi zilizonazo sasa kwa timu zote zilizofuzu hatua ya makundi, zina pointi hizo 5 zilizotokana kweli kwamba ukimaliza mkiani kwenye ligi ya mabingwa pointi 1, wa pili kutoka mkiani pointi 2, wa kwanza na wa pili kwenye kundi maana yake mmefuzu robo finali mnapata pointi 3 mara 5 ni 15. Kwa hiyo zikimaliza mkiani zote bado Simba itakuwa juu ya Yanga kwa tofauti ya pointi 8 hii tunayoiona. Lakini ikitokea zote zimefuzu robo finali, maana yake ni nini? Simba itakuwa hapa hatutaongeza tena pointi 5. Itakuwa tutakachokiongeza itakuwa ni Simba, itakuwa kwa Simba ni 33 jumlisha, ukifuzu robo finali tunajua ni pointi 3 ligi ya mabingwa, 3 mara 5 ni 15. Tutaongeza 15 hapa, Simba atakuwa na pointi 48. Yanga na wao wakifika robo finali maana yake itakuwa pointi 25
jumlisha 15 pia. Maana ukifika robo finali ligi ya mabingwa unapata pointi 3. 3 mara 5 ni 15. Kama tuongeza kwenye Simba tuongeza 15. Yanga watakuwa na pointi 40, Simba pointi 48. Kwa hiyo Simba bado itakuwa inaiburuza Yanga kwa viwango vya ubora endapo zote zitafikia kwenye hatua moja. Kama zote zikifika robo finali, Simba itakuwa juu. Kama zote zikifika nusu finali zikatolewa, Simba itakuwa juu ya Yanga. Lakini what if itakuwa vipi? Kwa mfano tu imetokea zote zimefika finali, halafu Yanga akawa bingwa, Simba akamaliza nafasi ya pili. Yaani dabi ya Kariakoo ikachezwa katika finali ya ligi ya mabingwa barani Afrika CAF. Itakuwa ni historia aina yake, lakini hizi ni assumption. Tunasema ikitokea hivyo, nini kitakachotokea? Ikitokea zote zimefika finali, halafu Yanga ndio iwe bingwa na sio Simba. Maana yake ukifika finali kwenye ligi ya mabingwa kuna pointi 5. 5 mara 5 ni 25. Kwa hiyo kwenye Simba hapa pataongezwa 25. Hapa tunazungumzia kama zimefika finali, sawa, finali ambapo Simba ukiongeza 25 itakuwa pointi 58. Yanga wakitoa ubingwa kwenye hiyo finali, ukitoa ubingwa unapata pointi 6. 6 mara 5 ni 30. Kwa hiyo Yanga wataongeza 30. Ikitokea hivyo, Yanga watakuwa na pointi 55, Simba na pointi 58. Simba bado itakuwa inaiburuza Yanga kwa viwango vya ubora kwa sababu itakuwa na pointi nyingi kuliko Yanga. Simba itakuwa na 58, Yanga 55. Nadhani nimeeleweka vizuri. Lakini ikitokea kwa mfano Yanga wamefika robo finali, Yanga wamefika robo finali kwa mfano Yanga, halafu Simba wamemaliza nafasi ya 4 kwenye kundi lao, 4th position, kwa lugha nyingine mkiani. Hapa sasa ndio mazingira mojawapo ya kuonyesha kwamba hapo ya Simba itakoma kumburuza mtani wake wa jadi katika michuano ya CAF katika viwango vya ubora, kwa sababu hesabu zitakuwa kama ifuatavyo. Yanga ikifika robo, maana yake itapata pointi 3. Kumbuka ile 25 imeingia nazo, jumlisha robo ni pointi 3. 3 mara 5 15. Ukiongeza 15 hapa, maana yake Yanga itakuwa na pointi 40. Simba ikimaliza mkiani maana yake itabaki na hizi pointi 38 ambazo ni 33, jumlisha pointi 1 ukimaliza mkiani mara 5 ni pointi 5, itakuwa na pointi 38. Hapa ile dhana ya mashabiki wekundu wa Msimbazi Simba, ile Simba kuiburuza Yanga katika siku za karibuni kwenye viwango vya ubora vya CAF. Hapa tunapozungumza Simba iko juu ya Yanga. Msimu uliopita Simba ilikuwa juu ya Yanga, na msimu wa nyuma yake, na msimu wa nyuma yake, kwa sababu Simba tangu msimu wa 2018-19 imekuwa ikifanya vizuri katika michuano ya CAF. Ukiondoa msimu wa 2019-2020 pale ilipotolewa na UD Songo ya Msumbiji, misimu mingine yote kwenye michuano ya CAF Simba break ya kwanza huwa ni robo finali, iwe ligi ya mabingwa ama kombe la shirikisho. Kwa hiyo ilikuwa Simba kwa hivi karibuni iko juu ya mtani wake katika viwango vya ubora vya CAF. Hilo tunalifahamu vizuri. Lakini ikitokea mazingira haya, Simba kwenye kundi lake ikamaliza mkiani, ikazidiwa na kina Stade Malien, ikazidiwa na kina Petro Atletico na Esperance de Tunis, ikimaliza mkiani utakuwa msiba kwao wakimaliza na pointi 38. Endapo watani za wajadi wakavuka, ikatokea kwenye kundi lao la B ambapo wapo na Al Ahly ya Misri, JS Kabylie Algeria na FAR Rabat ya Morocco, Yanga imeenda robo finali, itakuwa na pointi nyingi kuliko Simba. Na hapo ndipo ambapo nasema ile tendency, ile tabia ya Simba kuiburuza Yanga kwenye viwango vya ubora barani Afrika CAF itakuwa imekomea hapo, kwa sababu Yanga watakuwa wamefikia Simba na kuipiku. Yanga itakuwa juu, Simba itakuwa chini. Yanga Engineer Hersi Said itakuwa imeipiku Simba ya Murtaza Mangungu. Kwa hiyo ndio maana nikasema Simba itaendelea kuiburuza Yanga kwenye viwango vya ubora CAF. Jibu ndio, jibu hapana. Ndio endapo kwa masharti yale yanatoka kueleza na mifano nikaonyesha kwamba Simba ikiendelea kufanya vizuri zaidi, ikifika hatua ya mbali kuliko Yanga, Simba itaendelea kuiburuza Yanga. Ikitokea zote zimemaliza katika hatua moja, zote zimemaliza nafasi ya 3 kwenye makundi yao, Simba itaendelea kuwa juu ya Yanga. Zote zikiishia robo finali, Simba itakuwa juu ya Yanga. Lakini ikitokea Simba imefika hatua ambayo Yanga imemaliza ya mbele yake, Simba bado itakuwa juu ya Yanga. Hapa sijatolea mfano Simba wameishia robo finali, Yanga wameishia nusu finali. Maana ilitolea mfano zote zimefika finali, Yanga bingwa, Simba ya pili, Simba itakuwa juu ya Yanga kwa viwango vya ubora. Chukulia mfano Yanga wamefika nusu, alafu Simba wamefika robo. Itakuwa vipi? Itakuwa kama ifuatavyo. Yanga kumbuka pointi zao
ni 25 za msingi. Ukifika nusu kwa ligi ya mabingwa ni pointi 4 mara 5 20, kwa utaongeza 20 hapa, Yanga watakuwa na pointi 45. Lakini Simba wakifika robo, kumbuka Simba wameingia na pointi ngapi? 33. Robo finali ni pointi 3 mara 5 15. Simba ukiongeza 15 utakuwa na pointi 48. Kumbe. Kwa hiyo kama Yanga watapiga hatua moja mbele, Simba ikawa hatua moja nyuma yake, Simba itakuwa juu ya Yanga kwa viwango vya ubora, kwa sababu hapa tunaona Yanga wakifika nusu finali wakatolewa watakuwa na pointi 45, Simba ikifika robo finali ikatolewa itakuwa na pointi 48. Nadhani nimejibu vizuri kwamba ndio Simba wana nafasi kubwa ya kuendelea kuwa juu ya Yanga kwa viwango vya ubora vya CAF kwa hali iliyopo sasa, lakini inawezekana wakaporomoshwa na Yanga wakawa juu yao, wakafanya kile ambacho amekuwa kikizungumza mara kwa mara, kufyeka kichaka, kwamba lile eneo ambalo Simba wamekuwa kitabia Yanga kwenye viwango vya ubora vya CAF, endapo tu Simba watakuwa wamezidiwa nafasi, tuseme hatua atakayofikia Yanga wakaenda mara mbili yake. Yaani kwa mfano Simba wakifika robo finali, Yanga wakifika finali, kuna uwezekano Yanga wakawa juu ya Simba. Kivipi? Ni kwa sababu kwenye robo finali tumeona Simba watakuwa na pointi 48. Ndiyo, kwa sababu robo si unachukua 33 walizoingia nazo unaongeza 15, 3 mara 5 15, itakuwa 48. Simba kwa mfano wamefika robo, Simba Yanga ikitokea wamefika finali, yani hatua ya pili mbele kuliko walipoishia Simba. Maana kutoka robo wakiishia nusu Yanga, tumeonyesha hapa Simba itaendelea kwa juu ya Yanga. Wakifika finali Yanga wakifika finali maana yake itakuwa finali ni pointi 5 mara 5 ni 25. Kwa hiyo Yanga itakuwa 25 jumlisha 25 itakuwa ni pointi 50. Kwa hiyo Yanga itakuwa juu ya Simba endapo wakimaliza kwenye msimu huu kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, Yanga watakuwa wameenda mbele mara mbili, hatua mbili zaidi ya hatua tukoishia Simba. Nadhani nimefafanua kwa scenario mbalimbali, lakini jibu ni kwamba ndiyo Simba wana uwezo wa kuendelea kuiburuza Yanga kwenye viwango vya ubora vya CAF kwa namna tuliotoka kuelezea, kwa sababu wao mpaka sasa wana faida zaidi, maana wameendelea kuiacha Yanga kwa tofauti ya pointi 8. Wao wana pointi 38, Yanga wana pointi 30. Je, itakuwa vipi? Bila shaka ni swala la kusubiri, lakini kimsingi ni jambo la fahari na kujivunia kwa Watanzania kuona kwamba watani wa jadi sasa mbali na kushindana kwenye michuano ya ndani, lakini sasa kwenye CAF imefika mahala nako wanafuatiliana juu ya viwango vya ubora, kwa sababu kwa kufanya hivyo panaongeza hamasa kwao kufanya vizuri zaidi, kila mmoja akijua akiteleza mwenzake kwa juu yake au na kumfanya amtambie. Mwisho wa siku ni afya kwa mpira wa miguu nchini, lakini kwa sisi tunaotakia mema na mafanikio nchi yetu ya Tanzania, basi tungetamani zote ziende mbali zaidi, kibidi zifike finali, halafu mmoja awe bingwa kwa manufaa ya mpira wa miguu nchini. Itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukrani jazilan. Bye bye.